Lakini kabla ya yani ndo mara ya kwanza utaona kila nyumba iko tofauti tofauti, inavutia. Ila baada ya siku kadha wa kadha utaanza kwa si kama ya kule kwetu. Tayari imeshafanyaje? Imezoeleka. Utaanza na kuona kumbe na watu hao wa Mwanza na Makale Ketube isetu. Lakini mwanzoni ukifika unaona wote wanawaka. Subiria ukae siku mbili utaanza kuona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utaanza kuona vituko. Kwa hiyo mtu anapokuwa mbali hupewa thamani kubwa, ila anaposogelewa thamani inaisha. Kwa hiyo Mungu akupe mtazamo mwingine. Elia akawaambia mchague. Kama ni bahari muishie huko huko. Ama ni Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, mbakie huku. Badilisheni mtazamo na mawazo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima tujifunze kubadilisha nini? Mawazo na mtazamo. Tuanze kujiona sisi wenyewe tunaweza. Tuanze kuona sisi wenyewe tunaweza kusudia jambo na likawa. Tuanze kuamini kwamba sisi wenyewe pamoja, nyumbani hakuna hela lakini nitasoma mpaka chuo kikuu. Mtazamo. Mungu huangalia hatua za mtu. Wana wa Israeli wanaambiwa badilisheni mtazamo. Njia iko hapo. Wasiokuwa na mtazamo sahihi wakasema hapana, Musa umekuja kutuangamizia hapa. Musa akaambiwa kuna njia. Musa akaamini kwa sababu mtazamo wake ulikuwa unaangalia huko. Watu wengi leo tukisema kwamba Vero kesho atakuja kuwa ndo tajiri yetu hapa, ukimwangalia Vero kwa haraka haraka unaweza usiamini. Unaanza kupiga hesabu huko alikotokea huko. Kumbe Vero wa ulimwengu wa roho si Vero wa kawaida. Amen. Mtazamo. Ndio maana Mungu akamwambia, wakati ukiangalia kisa cha Elia au Elisha wakati amekutwa na maadui wamewazingira, yule Gehazi yake, yule msaidizi wake akatoka nje kwenda kujisaidia. Maana alikuwa na kielele yule. Alikuwa atuliaki. Sije Elisha alikuwa anakojoa labda kwenye lizururu humo ndani. Tujui. Maana tuone Elisha anatoka nje. Aliyekuwa akitoka nje alikuwa ni nani? Yule Gehazi. Gehazi anatoka nje anakutana majeshi. Mtazamo wake ukamtuma tumekufa. Tulikuwa tunajifanya ni wajanja. Leo kwisha. Akarudi kwa Elisha anatetemeka. Anamwambia, mtu wa Mungu, habari zetu leo zinaisha. Akamwambia kuna nini? Akasema nje wamejaa maadui na wana mapanga ya moto na wana hasira nyingi, ila sisi tumekaa kulalia hii tanform tumeisha. Mtu wa Mungu akamwambia, kwa sababu mtazamo wake ulikuwa ni mkubwa, ni tofauti, akamwambia usiogope, maana walio upande wetu ni wengi kuliko hao. Akasema haya ni maneno ya mwisho ya kujitia nini? Moyo. Tumeisha. Elisha akaomba kwa Mungu, akamwambia Mungu, naomba umfungue macho, mfungue mtazamo wake, aweze kuona waliopo upande wetu ni wangapi, ili aweze kuona ishara na maajabu. Alivyotoa mkono, yule Gehazi akaona wao wamesimama moja, ila wao malaika wa mapanga tena na waka moto wamesimama wanne, kila adui. Mtazamo. Lazima utoke kwenye mtazamo wa kawaida, kuliona jua limeenda limeanguka. Kumbuka kila kitu kinaashiria jambo. Ni wewe badilisha mtazamo. Bwana Yesu asifiwe. Badilisha mtazamo. Aliye upande wako ni mkuu. Si tumesoma? Basi tuseme nini juu ya hayo?
Mungu akiwa upande wetu ni nani? Ni 10,000 ndio inakusababisha uione kwamba ndio yenye uwezo kuliko Mungu? Pana. Karatasi haina mamlaka, ila Mungu ana mamlaka zidi ya vitu vyote. Kuna mahali nilikuwa naangalia, yani nikasema jamani, pesa, majumba, magari si kila kitu. Nikaangalia kuna mahali mtu alipotoka kaviacha vile vitu vyote. Nikasema sasa hivi ndo yamkini angekuwa anatemea mate watu wengine kwamba sisi tuko hivi, halafu kaviacha. Tunamhitaji Mungu. Amen. Tusitishwe na vitu vingine. Amen. Rizika na unachopata. Amen. Yesu akawaambia toshekeni na nini? Na mishahara yenu, msizidishe. Havitawasaidia chochote. Bwana Yesu asifiwe. Mtazamo lazima ubadilike. Elia anawaambia mpaka lini? Watu wenye nia mbili lazima mbadilishe. Lazima mimi Yohana nibadilike. Nianze kuamini pasipoaminika. Nianze kuamini mahali hapa. Lazima kila siku nawaambiaga kwamba maprofesa na mabilionea tutatokea wapi? Hapa hapa. Lazima uanze kuamini. Yes. Hatutaenda kupiga magoti mahali kupewa na pesa za masharti kwamba lazima tuanze kutoana kafara. Hapana, tutaamini Mungu naye Mungu ataamuru hapa hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nyie ni mashahidi. Hatujaenda kufanya biashara zingine, lakini Mungu ameamuru tunafyatua matofali. Mungu ameamuru kuni zinakuja. Kwa akili za haraka haraka uwezi ukabili. Na hatuna madeni. Sio kwamba eti tumeenda kwa ajili ya madeni. Tunamwamini Mungu kwa sababu tumetosheka na mishahara yetu hii midogo midogo. Amen. Inaweza kufanya kazi. Badilisha mtazamo wako. Mahali popote baraka zitakupata. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baraka zitakupata. Amen. Mahali popote. Amen. Wewe usianze kupiga mahesabu kwamba lazima mpaka niende Mwanza, lazima niende Dar es Salaam. Unaweza ukaenda Dar es Salaam. Dar es Salaam mpaka leo kuna watu wanalala njaa. Yes. Pakistani wako watu wanalala njaa huko. Kabisa. Badilisha mtazamo. Anza kuelewa mahali popote. Nani angeamini Nyehumba kungekuwa na dhahabu? Hamna. Kati ya watu na sisi tulikuwa na wazalao ni watu wa Nyehumba. Yaani mtu akija akasema wa Nyehumba tena masala. Lakini huko ndiko kimezaliwa dhahabu. Sasa hivi macho ya Kaduda yote yameangalia wapi? Nyehumba. Na kulaumu, nasema wanalaumu, siji nini, dhahabu inasongwa tu bure bure. Lakini walikuwa wanaiangalia ni ardhi ya wajinga. Tubadilishe mtazamo. Mahali popote tunaweza. Badilisha mtazamo. Unaweza ukaanza kutengeneza chips yako mahali hapa utauza. Kwa sababu umeona kuuza. Amen. Ila ukizilazimisha kuzipeleka Dar, mwisho ushindani utakushinda. Ni kweli Dar es Salaam kuna population ya watu wengi. Lakini hao watu wengi unaweza ukapeleka bidhaa na isiuzike. Badilisha mtazamo. Mahali popote. Kwa nini mganga wa kienyeji anaenda Nyakayondwa kule polini kabisa, lakini watu wanakuja, mamama wanakuja, wembamba wanakuja, siji warefu wanakuja, wafupi wanakuja? Kwa nini wewe unaamini mpaka upeleke chips ukaiuzie Mwanza? Badilisha mtazamo. Ni mwezi wa kubadilika, kuamka. Amsha akili yako. Sema toka kuwaza mawazo yasiyofaa. Hapa ninaweza. Hapa Rusia Igendelezi anauza chapati 500. Ndio wa kwanza Kaduda kuuza chapati 500. Labda na kwa mama Nasoro. Ila hata ukienda kwa wengine dunia hizi
300 hiyo hiyo tena, inawezekana hata ile kule ni nzito zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini alikuja hapa akasema, mimi nimeamua kuuza chapati 100. Sasa angalia, za 500 zinaisha kabla ya za zile za 300. Mtazamo, tubadilishe. Tunaelewana? Amen. Badilisha mtazamo. Boresha kitu chako kikae vizuri, biashara yako ikae vizuri, kuwe na usafi, kiwe na ubora, quality, utafanikiwa. Elia anawaambia, badilisheni mtazamo sasa. Muamue kuchagua aina moja. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tukimbie katika nyakati. Lazima uwe ni mtu wa kuchukia hofu na mashaka kwenye maisha yako. Unaweza ukaiandika hiyo. Lazima niwe mtu wa kuchukia hofu na mashaka kwenye maisha yangu. Lazima uwe mtu kabisa wa kuchukia. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa mtu wa kuchukia hofu na mashaka, unayaweza mambo yote. Ila ukiona tu kitu kametokea, hatari, unanyong'onyea, unarudi, hautaweza kufanikiwa. Usiwe mnyonge. Akili yako iweze kuwa na afya kwa ajili ya kuchukia hofu na mashaka. Mwaka huu wewe unawahia tunashinda. Yaani ukisikia tu mtu ameshikilia shavu hivi tu, akaza mwaka huu tunashinda. Siruhusu. Biblia inasema wala msimpe ibilisi nini? Nafasi. Kwa sababu tunawezwa, kwa sababu tumempa ibilisi nini? Nafasi. Tumeyapa nafasi mawazo yasiyofaa. Hata kama ni baba yako akisema mwaka huu tunashinda. Akikucheka wewe muangalie tu. Kwamba tunashinda. Yaani no korea olele hangwane. Bado nasema tunashinda. Wewe unajua ninavyohangaika kutafuta. Mwambie tunashinda. Baba yangu kipindi kile cha kwanza tumekuja ndio tunaenda kula kwake. Akasema sasa mwaka huu ndio tunaisha. Nikasema mwaka huu hatuishi. Akaniambia wewe. Sinaona nataka ugali na kalia hapa kwangu. Baba kabisa wewe. Sinaona kazi wanakula hapa. Nikasema tunashinda. Na utakuja kula. Nikamwambia na mimi hivyo. Mimi leo ninakopa tena na wewe utakuja ule. Akasema sisi tulishaanza sana siku nyingi huduma. Tunajua. Nikasema mlianza zamani. Ila utukufu wa mwisho ni mkuu kuliko utukufu wa kwanza. Sawa. Nikasema usisahau hilo. Ulituacha ukaenda kusomea uchungaji Mwanza. Mbona tuliishi? Sasa huyu Mungu tuliokuja naye ni mkubwa kuliko wa kipindi hicho. Akajamanza. Kwa hiyo ondoa hofu na mashaka. Mwaka huu tutashinda. Mwaka huu tutavaa. Mwaka huu tutasaza chakula. Hilo tosha. Haijalishi jua limewaka namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Mange. Haijalishi. Sawa. Haijalishi umesoma kiwango gani, umesoma kwa tabu gani. Imefikia saa ya kumwambia Mungu, ni saa ya kula mema ya nini? Ya nchi. Si saa tena ya kuhangaika. Ajira itanitafuta. Bwana Yesu asifiwe. Amen.